Na msikilizaji, leo mjadala wetu unajikita kwenye ripoti ya Florence Majani kuhusu wafanyabiashara katika soko la Kariakoo, Dar es Salaam. Ripoti ya kamati iliyoanzishwa na serikali ya Tanzania imebaini kuwa wafanyabiashara wa kigeni hasa kutoka China wanahodhi biashara za wazawa kwa kutumia nyaraka zao. Pamoja na katika mjadala huu ni mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara wa Kariakoo, Severin Mushi. Sijui unanipata vizuri kabisa? Karibu sana katika mjadala wetu hapa studioni, lakini vile vile pia naye mwenzangu Sylvia Mwehozi ambaye pia amefuatilia maswali ambayo baadhi ya watu wanaulizia katika mitandao yetu ya kijamii. Lakini moja kwa moja tuanzie, je, ni hatua gani zinazopaswa kuchukuliwa ili kuhakikisha ushindani wa hati kati ya wafanyabiashara wa ndani na wa kigeni unaonekana? Naanza na wewe Severin Mushi. Asante sana. Kwanza tumekuwa na kamati ya Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara ambayo ilifika sokoni na kufanya mahojiano na wafanyabiashara mbalimbali wa nje na wa ndani. Lakini tumezunguka Dar es Salaam na pembezoni ya Dar es Salaam vile vile. Kilio cha wafanyabiashara wengi ni uwepo wa wafanyabiashara wengi wa kigeni, hususan ndugu zetu kutoka China ambao wamejaa na kuziba mianya yote ya uwezekano wa biashara kwa wazawa. Sababu uwezekano wa kushindana na hao ndugu zetu ni mgumu sana. Unaweza kuona kwamba wao wanatengeneza wenyewe mzigo, wanasafirisha wenyewe, wanafika hapa, alafu wakifika hapa wanauza tena na rejareja. Kwa hiyo ukienda kununua mzigo kule kwao, ukifika hapa bei anayouza ile hapa hata ilingana na bei wewe ulionunua pale China. Kwa hiyo moja kwa moja lazima ufilisike, na kama una mikopo ya benki, una fedha umechukua kwa watu, inakuwa ni ngumu kuweza kurudisha. Lakini hawa wa China, samahani Bwana Severin, ni kweli ni tatizo. Dio. Lakini hawa wa China wenyewe hawana vibali ambavyo vinawaruhusu kufanya biashara, isipokuwa wazawa wenyewe wanaosaidia katika kusajiliwa. Sijui wewe unazungumzia vipi kama mwenyekiti? Kwanza wapo ambao wana vibali wenyewe kabisa wa China wenyewe, lakini wapo wengine ambao wanatumia vibali vya wazawa, na hii inatokana na ukosefu wa ajira, lakini na hali ngumu ya uchumi, ambapo China anapokuja anafungua duka, anaajiri vijana, na anapoajiri vijana basi anamshawishi kijana kwa kumpa chochote kitu, anamwambia basi ampe nida yake, kuna kitu anataka kusajili, anapata nida yake, basi anapenda kupata mawasiliano kidogo yanatupa changamoto. Naam, kidogo tunapata changamoto ya kukusikia vizuri. Pengine labda usongee kidogo tu katika eneo ambalo labda sauti utaweza kuisikia kwa makini zaidi. Lakini Sylvia, je, wewe kimtazamo wako, wazawa wanalaumiwa ama wazawa wenyewe pia wanalalamika wakisema kwamba Wachina wamevamia zaidi, lakini ikizingatiwa kwamba wao wenyewe ndio wanawasaidia katika kupata vibali, wewe swala hili unalizungumziaje? Saumu, ikiwa wazawa ndio wanakuwa sehemu ya kusababisha tatizo hilo, basi hilo ni jambo ambalo linapaswa kutazama kwa kina zaidi, kwa sababu naamini kwamba kila mfanyabiashara anatakiwa kabla ya kufanya chochote kile lazima apate vibali. Swali kubwa ambalo pengine umemuuliza hapo na ambalo amejaribu kulijibu ni kwamba je, kuna hawa wageni wengi kutoka China wanaoweza kufanya biashara bila vibali? Lakini ikiwa wanafanya kazi na vibali, wamepata vibali, na wazawa ndio wanakuwa chanzo cha kuwapatia vibali vyao, sasa hapo kuna tatizo. Na inakuwaje nyinyi mnakuwa chanzo cha tatizo na alafu mnalalamika kwamba wanakuja kuchukua kazi zenu? Lakini kwa ujumla tu kwamba hii imekuwa ni kadhia kubwa sana, kwa sababu na ni changamoto kwa wafanyabiashara pale katika soko la Kariakoo, kwa sababu ukitembea katika soko hilo ni kawaida sana kuwaona wafanyabiashara wa raia wa kigeni hasa kutoka China ambao wanaonekana kufanya biashara ambazo mwanzoni zilikuwa zikifanywa na wazawa. Kwa mfano kuna biashara ambazo ni ndogo ndogo, acha biashara kubwa, lakini biashara ndogo ndogo ambazo tushazoea machinga wa kawaida wanazifanya, kuuza hivi vitu kwa kushika mkononi, lakini
unapotembea Kariakoo katika soko la kimataifa ukakutana na Mchina ambaye ameshikilia ni machinga kidogo, lazima ushangae kidogo, lazima ushutushwe. Nirudi kwa Bwana Severin, naarifiwa pale na mwelekezi kwamba sasa unasikika mubashara. Vipi, unatupata kwa usahihi sasa? Nawapata vizuri. Sasa katika hili swala malalamiko yanakuwa ni mengi kwamba wazao wanawaruhusu, labda ni namna gani ya kutafuta kukabiliana na swala hili iwe siwe changamoto kwa wazawa kupeana vibali? Je, wanajua athari za kuwapatia nafasi ya wao kutumia nyaraka zao katika kujiandikisha? Labda kuna elimu yoyote yanapeana? Elimu ndio sasa baada ya kuwa kubwa ndio imeweza kupiga kelele na kuanza kutoa elimu kwa ndugu zetu, kwa sababu pia wamekuwa wakiacha madhara makubwa kwa hawa ndugu ambao wanatumia simu zao, kwa sababu kuna wakati simu ile inafanya kazi na sana madeni makubwa ya CRA. Hawa ndugu zetu wanachofanya, akishaona deni limekuwa kubwa, anaweza akaondoka zake akahama nchi, akahamia nchi nyingine au akarudi kwao. Sasa unapokuta CRA wana mzigo wa madeni, wanapenda kumtafuta mtu mwenyewe anadaiwa mamilioni, unakuta mtu hata kama isikili hana, hata ndala ya kubadilisha yenyewe hana. Watu wetu pia wamekuwa wakipata madhara makubwa, kwa maana wakati mwingine wanaweza kukutana na kesi ya uhujumu uchumi ambapo hajui na haja kwa hela, utakuta alikuwa $500,000 au $1,000,000 akajaribu kuuza utu wake, lakini inapokuja kwa kesi Mchina ameshaondoka au mgeni yote ameondoka atarudi kwao, na namna ya kumpata au kufikia ni ngumu. Kwa sasa lazima tuelekeze kutoa elimu kwa watu wetu kuona hatari hiyo, lakini kuwafundisha uzalendo kwa nchi, kwa sababu hili ni suala la kinchi na unaweza kuhatarisha usalama wa taifa, kwa sababu unapompokea mtu hapo unafanya biashara kwa niaba yake, sio jambo zuri. Kwa hiyo jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo na taraji kushirikiana na serikali kwenye eneo hili kupeleka elimu kwa watu wetu, lakini baada ya elimu ifuate walau kuchukua hatua ili iwe fundisho wengine wasiendelee kufanya jambo la hili. Kwenye mitandao yetu ya kijamii kunao wafuatiliaji na watu ambao wanaliangalia swala zima hili la Kariakoo. Sylvia Mwehozi, wanauliza maswali gani hapo na wanataka kujua nini? Katika channel yetu ya YouTube namwona Polycarp Tarimo anasema mimi bado nakubaliana na swala la kuelimisha wazawa kutumia hiyo kama fursa na sio tatizo. Mwingine anaitwa nani? Alex Chota, yeye anasema yuko Ilula Iringa mjini, anaona serikali ikae na wafanyabiashara wapewe elimu ya kutosha. Kariakoo tunaitegemea sana. Kwa hiyo wafuatiliaji wanasisitiza kwamba serikali itoe elimu ya kutosha kuhusiana na haki zao hasa. Na nirudi kwako tena Bwana Severin, mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara huko Kariakoo. Je, labda kuna hatua zozote ambazo umezisikia za kisheria ambazo zaweza kuchukuliwa na serikali kama vile vizuizi kwa wafanyabiashara wa kigeni? Itakuwa na labda kwa athari gani kiuchumi kwa Kariakoo na Watanzania kwa ujumla? Kwa sababu yes, tunataka waondoke, lakini watakapoondoka ama watakapowekewa vikwazo vigumu, itakuwa na athari ya namna gani katika biashara katika soko hili? Kwa kweli mimi sioni athari ambayo itakuwepo kwa biashara, kwa sababu ukiangalia miaka 4 nyuma biashara tulikuwa tukifanya sisi, tunapenda huko kwao, tunaleta tena hapa, tunauza na mzunguko unakuwa mzuri. Na ujue kwamba Mtanzania anapofanya biashara na anapata fedha katika nchi yake, anawekeza hapa, anajenga hoteli, anajenga kiwanda, anawekeza katika miradi mbalimbali ambayo inatoa ajira kwa wenzetu, lakini analipa kodi serikalini. Lakini hao wenzetu kusema kuna athari, yani wanapokuja kile ambacho serikali inapata kwa uhakika wakati wanapoingiza shehena zao bandarini pale, wanalipa mzigo, kutoa mzigo ule bandarini, akija kuuza huko wakati mwingine risiti wanatoa kwa sababu wao watoi kabisa wengi wao, na baadaye hela zikipatikana zinaondoka kurudi kwao huko nchi yao. Maana nchi tunakuwa tufaidiki. Sasa ukisema wakiondoka nchi hatupati athari, bali tutapata faida, kwa sababu tutawezesha raia wetu kuwa na uwezo, lakini kuelimisha uchumi wa nchi. Na unajua raia wanapokuwa na uchumi mzuri, nchi nayo inakuwa imetulia na inakuwa nzuri. Kwa kwamba mahali ambapo kuna njaa uwezo kuna mambo mengi. Asante. Tuliona haya yakitokea kwa wenzetu South Africa. Watu baada ya kuchoka wakaona namna gani wakabiliana na wale wageni, kuona kama wanachukua ajira zao. Nikushukuru samani. Naam. Ndio. Naam.
Malizia tu, samani muda kidogo umetutupa, labda kwa kumalizia tu. Kwa hatua ambazo sisi tunachukua kama jumuiya, tunaipongeza serikali kwa kuunda kamati, na ni kamati ambayo imekuja na mwarobaini ushauri, kwa sababu na maeneo mengine ni matatizo ya sheria ziende zitaweke, lakini ijulikane kazi ya mzawa ni ipi, na mgeni anayetoka huko mashariki ya mbali au duniani kote kuja Tanzania atakuwa kuja kufanya nini? Anapaswa kuja kuweka kiwanda, anapaswa kuja kuweka utaalamu ule ambao hatuwezi, kama kujenga mareli, madaraja makubwa ya kwenye bahari na kwingineko. Shukran sana. Kazi ndogo za maduka ni vizuri zikawa kazi. Shukran sana. Ni mjadala mrefu na mpana zaidi, tungependa kuendelea lakini